Karibuni wapenzi watazamaji wetu ndani ya Mzee Yakobo Sport, ikiwa ni Januari 13, 2026. Tuendelee kuangazia tetesi za soka zilizojili barani Ulaya kwenye dirisha la usajili linaloendelea. Karibuni sana. Unaweza kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza kitufe kilichoandikwa neno subscribe ili kuendelea kujiweka karibu na channel yetu. Kama unatufuatilia upande wa TikTok au Facebook pia unaweza ukafollow. Karibu tuanze na kule Manchester City. Klabu ya Manchester City imeendelea kuwa tishio kwenye soko la usajili la mwezi Januari mara baada ya kuwasilisha ofa nono ya kutaka kununua mkataba wa kiungo wa England na Nottingham Forest Elliot Anderson mwenye umri wa miaka 23 ambaye amekuwa akihusishwa na vilabu vingine vya soka barani Ulaya. Lakini Manchester City imeendelea kuonyesha ubabe wa kifedha kwa kuweza kutoa ofa nono ya kutaka kununua mkataba wa mchezaji huyu. Kitu kilichobaki ni Nottingham Forest wenyewe na huyu kiungo mwenyewe Elliot Anderson kukubali na Manchester City kumalizana naye. Guardiola amejipanga kuendelea kuimarisha timu yake ili kuweka ushindani mzuri katika kutoa lile kombe la ligi ya Uingereza, kwa sababu Arsenal wamekuwa wakiongoza zile rada za kuchukua kombe msimu huu, kitu ambacho kinamtisha Pepe Guardiola, na ndio maana ameendelea kuongeza nguvu katika timu yake kwa kutaka kununua wachezaji wapya wenye umri mdogo ili kuendana na kasi ya the Gunners Arsenal, ambao wana wachezaji wenye umri mdogo na wenye kasi kubwa kiwanjani. Kwingineko, klabu ya Bayern Munich hawajakata tamaa katika zile harakati za kumsajili beki wa Crystal Palace na England Marc Guéhi mwenye umri wa miaka 25, huku Manchester City na Liverpool pia wakiendelea kuwa mbioni katika kumtaka beki huyo, licha ya kwamba beki mwenyewe ameonyesha mapenzi na klabu ya Real Madrid, kama ambavyo tangu mwanzo tuliweza kulipoti hilo jambo. Na unajua klabu ile ya Real Madrid imemfukuza kocha wake Xabi Alonso, na Xabi Alonso ilikuwa ni moja ya kocha ambao walionyesha mapenzi na Marc Guéhi. Je, Madrid wataendelea na mbio za kumtaka Marc Guéhi kwa sababu wamemfukuza Alonso, au watasitisha hizo mbio? Yote hayo tutaendelea kujuzana katika dirisha la usajili. Kwingineko, klabu ya Roma au maarufu kwa jina la AC Roma wamekubali mkataba wa mkopo wa chaguo la kumnunua forward wa Aston Villa na Uholanzi Daniel Malen mwenye umri wa miaka 26 kwa euro milioni 28.5, ambapo SK Sport Italy wanaripoti kwamba Roma wamekubali mkataba huo wa mkopo. Kwingineko, klabu ya Atletico Madrid wanatafakari kuhusu ofa ya euro milioni 35 kutoka kwa klabu ya Manchester United ya Uingereza ili kumsajili mchezaji wa Hispania Marcos Llorente mwenye umri wa miaka 30. Figures in Spain wanaripoti kwamba Manchester United wamekuwa wakiwabembeleza na kuwashawishi viongozi wa Atletico Madrid ili kukubali ofa hiyo. Ndio maana Atletico Madrid wameanza kutafakari kama wanaweza kuikubali hiyo ofa ili wamwachie Llorente aweze kujiunga na Manchester United. Kwingineko, klabu ya Manchester City na mchezaji na kiungo wa Manchester City na Ureno Bernardo Silva mwenye umri wa miaka 31 amehusishwa na uhamisho wa kwenda Como majira ya joto. Como inayoshiriki ligi ya Serie A imeonyesha nia ya kumtaka mchezaji huyu ambaye umri wake umeanza kumtupa mkono, na umri ukiangalia bado so mkubwa sana, miaka 31 baada anaweza akakilikishana, lakini kwa kasi ya klabu ya Manchester City mtu mwenye umri wa miaka 31 kwao kwenye timu yao wanamchukulia kama ni mzee tayari, na ndiyo maana Bernardo Silva anaweza akatimka kwenye timu hiyo akatimkia timu nyingine ambayo ni ya Como. Na kama nilivyokueleza pale mwanzo, ndio maana Man City wamemleta Semenyo na sasa wanamtaka Elliot Anderson, ambao wote hawa ni vijana wadogo kabisa, ili kuimarisha timu yao. Tukiendelea hapo Manchester, klabu ya Manchester United, Tottenham na Newcastle United zote zinamfuatilia beki wakati wa Tolovic Mahoromovic mwenye umri wa miaka 22 kutoka Sassuolo ili kuimarisha katika eneo lao la ulinzi katika timu zao. Je, beki huyu atachagua timu zipi katika hizi? Tutaendelea kujuzana. Je, ni Manchester United, Tottenham au Newcastle? Tutaendelea kujuzana siku hadi siku. Na kukaribisha usubscribe channel yetu. Bye bye, karibu tena.